Halo. Kwa ndugu zangu form 6, kama unasikia sauti hii, basi chukua peni, chukua daftari, na kama wewe una ndugu yako ambaye amechaguliwa kujiunga na JKT, basi chukua peni, chukua na daftari. Tuorodheshe vitu ambavyo tunatakiwa kwenda navyo kambini, na nitakupa option kutokana na experience niliyopata. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Twende tukasome tangazo letu na kisha tuangalie kipengele cha muhimu kabisa cha vitu gani inatakiwa uende navyo. Kuja nisikilize kwa makini. Twende moja kwa moja mpaka kwenye tangazo letu. Yes, tangazo letu ni hila hapa na ni official kabisa. Hakuna mtu ambaye anaweza kutudanganya. Tunaongea kwa kujiamini kwa sababu tuna details za kutosha. Tumepokea taarifa kutoka kwenye chombo chenyewe ambacho kinahusika na hii kazi. Twende moja kwa moja. Naomba nisome hapa kidogo. JKT linawatakia vijana hao kuripoti wakiwa na vifaa vifuatavyo. Cha kwanza ngoja nikukumbushe kwamba tarehe ya kuripoti ni kuanzia tarehe 1 Juni mpaka tarehe 7 Juni. Hivyo ukienda kuripoti uwe na vitu gani? Tuangalie chini sasa. Yes, kitu cha kwanza ambacho inatakiwa uwe nacho ni bukta. Naomba uwe na peni karibu, unote baadhi ya vitu ambavyo vitawasaidia hata wengine ambao wamechaguliwa kwenda JKT. Utawasaidia na uwaelimishe pia. Waambie ajira update ni habari ya mjini. Kama hujabonyeza button nyekundu ya neno subscribe, bonyeza uendelee kupata taarifa kabambe kuhusiana na ajira. Twende moja kwa moja. Pointi ya kwanza, bukta ya rangi ya dark blue yenye mpira kiunoni iliyo na mfuko mmoja nyuma, urefu inayoishia magotini isiyo na zipu. Iko hivi, hapa unaweza kwenda kwa fundi cherehani akakutengenezea bukta ambayo ni ya dark blue na iwe ina rastiki kiunoni, yani rastiki ya kuvutika. Umenielewa? Sio ya kufunga kwa moja kwa moja, hapana. Rastiki inayovutika na iwe na mfuko mmoja nyuma, alafu isiwe na zipu. Umenielewa? Isiwe na zipu. Nadhani hapo umeelewa. Ukienda kinyume na hayo waliosema, hiyo kaptula hautaitumia tena, wataichukua na watakuuzia za kwao. Makambini wanazo, kwa hiyo ukifika wanaweza kukuuzia kama hauna ile inayohitajika. Hakikisha zipu isiwepo, kuwe na mfuko mmoja nyuma na rastiki kiunoni, kuna raba ambayo inakuwa inavutika. Hapo tumemaliza. Namba 2, tisheti ya rangi ya kijani. Hakikisha una tisheti hata 2 au 3 za rangi ya kijani, na pia hata kama ni bukta, hakikisha una bukta angalau 2 au 3, maana yake kuna muda utakuwa unakosa muda wa kufua, na pia unaweza ukawa unafua nguo hazikauki kwa wakati, maana watu watakuwa wanaibiana. Kwa hiyo weka akilini mwako. Tafuta bukta zako hata 3 zitengeneze. Tafuta tisheti zako hata 3 zitakusaidia wewe. Mkianika hakikisha unalinda mali yako. Namba 3, raba za michezo zenye rangi ya kijani au blue. Angalizo, kwenye hii namba 3, tafuta raba ambayo itakusaidia wewe kukimbia kwa urahisi. Itakusaidia wewe kufanya mazoezi yako kwa urahisi. Itakusaidia wewe kukimbia bila hata kupata injury yoyote. Na pia hakikisha kiatu unachochukua ni kizuri, chepesi, hakibanduki wala kuharibika mapema. Na kushauri ukishanunua raba hiyo, hakikisha unapita kwa fundi, unaipiga uzi, yani fundi airudie kuishona ili iwe imara. Manake mbio mtakuwa mnakimbia sana, na mara nyingi mkiwa mnafanya mazoezi mnakimbia, kama kiatu chako hakiko imara basi kinatoka ile sori. Twende namba 4. Shuka 2 za kulalia zenye rangi ya blue bahari. Hakikisha unashuka kweli 2 za kulalia
na isitoshe unaweza ukatafuta na shuka moja ya ziada, maana unaweza kuibiwa shuka bila kujua, alafu ukakutwa haujatandika shuka kwenye kitanda chako. Hiyo ni swala jingine tena. Yes. Twende namba 5. Soksi ndefu za rangi nyeusi. Hapa kwenye soksi hakikisha una soksi nzuri ndefu za rangi nyeusi, na hata uwe nazo pea 3 na kushauri, maana nimepitia mazingira ya JKT. Namba 6. Nguo za kuzuia baridi kwa waliopangiwa mikoa yenye baridi. Yes. Kwa mtu ambaye amepangiwa mkoa wenye baridi, mfano maybe Kilimanjaro, labda Mbeya, nadhani Iringa, labda Iringa, nadhani unajua kwamba kuna baridi. Personal nilipita Nachingwea. Nachingwea baridi huwa mara nyingi ni kipindi cha asubuhi, muda wa asubuhi kunakuwa na baridi, lakini kule hakuna mvua za ovyo, kule ni ukame mwanzo mwisho. Maji yaliyopo kule ni maji ya chumvi, na pia kuna nyoka wafupi aina ya kifutu, ni wengi sana. Hiyo ni kwa sababu nimepita, kwa hiyo na experience na hiyo kambi. Yes, tuangalie namba 8, namba 7. Tracksuti ya rangi ya kijani au blue. Hakikisha uwe na tracksuti kweli ya rangi ya kijani au blue. Namba 8. Nyaraka zote zinazohitajika katika udahiri wa kujiunga na elimu ya juu, zikiwemo vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kuhitimu kidato cha 4 na kadhalika. Hii wanakuambia kwamba uende na vyeti vyako vyote. Kwa nini? Kwamba wewe wakati nafasi za kujiunga na elimu ya juu, yani chuo kikuu, zikitoka, basi itakuwa kwako rahisi kutuma maombi. Kwa wale ambao wana watu nyumbani ambao wanaweza wakatumia maombi, pia ni sahihi. Mfano mimi nilituma maombi, lakini kuna mtu aliniombea, umenielewa? Na pia sikufanikiwa chaguo la kwanza, nikaja nikarudia nika-apply mwenyewe. Yes, ndio iko hivyo. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na vyeti vyako vyote ambavyo unajua utatumia kuomba maombi ya kujiunga na chuo. Namba 9, nauli ya kwenda kuripoti makambini na nauli ya kurudi nyumbani. Hakikisha unakuwa na nauli ya kwenda kuripoti na nauli ya kurudi nyumbani. Iko hivyo. Nadhani umenisikiliza kwa umakini mwanzo mwisho, na kama una dukuduku lolote, kama una swali lolote, basi tukutane kwenye comment section tuweze kufahamishana vizuri. Chao.